tunaondoka na hii baba. Hatuwezi kuondoka. Wewe tunaondoka. Mdogo mdogo ado tunaondoka. Jamani mdogo mdogo ado tunaondoka. Mdogo mdogo ado tunaondoka. Wizi ching bia tamu bia. Wizi ching bia. Twende bia tamu bia. Kamweso Bia. Eti we na baby wangu wanichanganye ubongo. Sio kweli tena. Sio kweli. Eti we kazini kwangu wanichanganye ubongo. Sio kweli tena. Sio kweli. Eti mama mudumu kavipi niongeze. Wewe itaka vipi niongeze. Basi tungira jana wizi chingi sio poa. Hawoli kunywa cha mwana kazingua. Eti we tungira jana 69 sio poa. Nimli kunywa sana wanangu kazingua. Eti we njonjo mpeleka vipi piga makofi. Twende. We njonjo mpeleka vipi piga makofi. Respect. Yo, big time. Karibu sana kwenye 69 Media TZ. Hii hapa ni moja kati ya kipindi kikubwa sana ambacho watu wengi wanakiwazia na wanakifikiria, lakini leo bana niko na mshikaji wetu anaitwa Mafionso kutoka maeneo ya Magomeni. Huyu jamaa anafanya mziki wa singeli na kiukweli kwamba nimeshakutana naye kwenye maklabu tofauti baada ya kumuona kwamba jamaa anafanya poa sana, na sidhani kama Watanzania washai kumsikia au washai kumpa nafasi kwamba huyu jamaa kuona uwezo wake au vipi bana. Kuna wasanii wengi wa singeli wanafanya mziki wa singeli, lakini leo tunakuja kukiona kipaji halisi kutoka hapa Tanzania na chimbuko lake atatueleza kutokea wapi, au sio? Lakini sisi tuko Dar es Salaam. Kama bado uja subscribe YouTube channel ya 69 Media TZ, karibu twende pale, tuko official kabisa, andika 69 Media TZ, bonyeza alama kengele pale, utapata zile habari za kila siku ambazo sisi tunakupostia every time every day. Niko na Mafionso kama alivyokuambia, na hii hapa ni 69 Freestyle. Karibu sana ndugu mtazamaji, au sio bana, ndugu msikilizaji, kama uko Tanga, Bagamoyo, kama uko Dar es Salaam na kama uko visiwani Zanzibar, basi pia tuko live. Mimi naitwa Ching the baddest, ndimo mtumbadi babalao, niko na Mafionso. Yo. Yeah. Nakoaje mwanangu? Kama kawaida kaka. Sana fresh. Bwana karibu sana studio. Asante sana kaka. Last time nakumbuka mimi na wewe tulikutana in club. Yeah. Nanga ukuta mwanangu umekamata kipaza pale, alafu umati wa watu wanakusherekea. Kweli. Hiyo moment ilikuwaje na uligunduaje kipaji chako kabla tujaanza kwenda kwenye zile watu kuaminisha sasa kwamba tuna beat na unafanya iko kitu? Kwanza tukusikilize. Mimi bwana, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Unajua kama sisi hatujasoma bwana. Ndio. Maisha tuliopitia sisi, maisha yetu ya mtaani, Uswahilini, wazazi wetu maisha yao ndio hivyo. Kwa hiyo sisi tunabidi tuforce tuwe na vipaji vya aina tofauti. For sure. Mimi bwana, muziki wa singeli kabla sijaanza kuimba, mimi nimeanza kucheza. Tuseme ni kwa dance na singeli tu. Muziki aina tofauti. Ndio. Nikaja nikaingia kwenye ngumi kidogo. Ndio. Kwenye ngumi pia unapiga mzee? Dodoma ishapanda mapambano utangulizi mawili. Ndio. Ndio nikaja kwenye singeli kwa sababu amna alozaliwa eti anajua. Kweli wapo, lakini kuna vile vitu vingine vya kujiongezea. Ndio. Lazima ujifunze. Unaambiwa bwana tujifunze. Ndio maana hata kwenye vitabu wenyewe tumeambiwa tutafute elimu mpaka mwisho. Yaani upambane mpaka ndoto zako uone hapa imefikia mwisho kabisa. Kwa hiyo ndo nikaingia katika muziki wa singeli. Kweli nilianza kuaso nikiwa Dodoma kama masiala. Wengine wanawezaje au wanafanyaje? Ndio. Mimi mwenyewe naweza, ngoja nifanye hichi kitu. Kweli nikaanza kufanya, nimefanya muziki. Nakumbuka nikaja nikashinda singeli michano. Mwaka kidogo ndo nimesawila kama miaka 2-3 nyuma. Au 4 hivi inafika. Nikaja nikashinda singeli michano. FM nikaja nikaitwa pale Kazi Kwanza na meneja Kandolo kwa Keni. Nikafanya kazi inaitwa Sikuzani. Pia na kule nilikuwa nimeachia ngoma na Fido inaitwa Umeniacha. Niko na Stizo, ndugu mmoja anaitwa Stizo. Kaendelea kuhangaika kwenye makampeni nini. Nisijua bwana hamna kukata tamaa. Mwanzo mwisho. Kwa dakika mwisho Mungu kabless kama hivyo mdogo kwenye makampeni. Mara ndio hivyo umeitwa kwenye show sehemu fulani, kwenye maharusi, kwenye birthday, sio kwenye nini.
Kwa hiyo bado kwa sababu tulipoanzia na mpaka tulipofikia tunamshukuru Mwenyezi Mungu, japokuwa hatujafika kule mbali zaidi au kule yani tuseme kama alipofika wale, ila yani manufaa au kile kitu ambacho tunakitafuta tunamshukuru Mwenyezi Mungu kinaonekana. Yo, nadhani tumepata kumsikiliza na ameongea kitu kizuri zaidi na Big Time. Sasa hivi ni time nzuri kwamba kumpa nafasi atuonyeshe kile kitu ambako yuko nako au vipi? Yeah, huyu hapa anaitwa Mafionso. Let's go. Yeah. Wait. Nikiwa 69 Media au vipi Nisalimie watoto wa Magomeni. Odi Nyeusa. Chapa. Tatizo mawazo mama. Na wewe ndo chanzo mama. Tatizo mawazo mama. Na wewe ndo chanzo mama. Ungeniambia mapema, ungesema mimi mwenzio nitambue. Ungenieleza mapema, ungeniambia Mafionso mimi nijue. Ungeniambia mapema, ungeniambia mwenzako mimi nijue. Ungenieleza mapema, ungeniambia Mafionso nijue. Ajua ulitaka nyama nilileta bamia ndo kidogo changu. Kilipofikia nilichopata we nilikupa, mbona ulipokea mama wewe? Ungeniambia mwenzio, ungeniambia mwenzio. Nini? Usiku nikirudi unatoka tena unaenda kwa viboba. Usiku nikirudi unatoka unaenda kwa viboba mama. Hayo mapenzi siyawezi, hayo mapenzi siyataki, hayo mapenzi ya uchizi, mapenzi ya wizi, mbona unaniibia? Hayo mapenzi siyataki, hayo mapenzi siyawezi, hayo mapenzi ni ya wizi, mimi sitaki, mbona unaniibia? Bora ungesema mapema, ungeniambia Mafionso mimi nijue. Ungenieleza mapema, ungeniambia mwenzako mimi nijue. Tatizo mawazo. Na wewe ndo chanzo mama. Tatizo mawazo mama. Na wewe ndo chanzo mama. Katoto kadogo kazuri, katoto kadogo si ukweli. Katoto kadogo kazuri kameumbika kweli, Mungu anajua kuumba. Kadogo kazuri, kadogo kazuri, kadogo kazuri kweli, Mungu anajua kuumba. Sasa hivi mibangi navuta na rewa na mipombe mina kunywa. Kwa ajili yako mama umeondoka, umeniacha mimi mwenzako. Kumbuka ahadi zako ulizoniambia mimi nawe tutazikana. Kumbuka maneno yako uloniambia mimi nawe hatutaachana. Kumbuka ahadi zako ulizoniambia mimi nawe tutazikana. Kumbuka maneno yako uloniambia mimi na wewe hatutaachana. Si bora ungesema mapema, ungeniambia mwenzako mimi nijue. Ungenieleza mapema, ungeniambia mwenzako mimi nijue. Mapenzi mabaya, mapenzi mabaya, mapenzi mabaya. Piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga na wezeshe, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga. Eti mama tatizo lako unalesi sajia kwa usiku unatoka unakwenda klabu. Kipi mama unashindwa kutulia? Hebu niambie jamani mimi nielewe mama. Kipi unafanya uturi? Hebu basi niambie Mafionso mimi nielewe mama. Tatizo lako una shida unapenda tamaa, vibopa wanakuteka. Tatizo lako una shida unapenda tamaa, vibopa wanakuteka. Big time. Big time. Yo, anaitwa Mafionso na tumemsikiliza vizuri zaidi kwamba jamaa boy wala apoi. Umeelewa vizuri Yaani yuko moto zaidi ya moto ambavyo unawaka. Mzee, kwa nini atuendi mjini? Shida ni nini? Kaka, ndo maana nakwambia bado sisi hatuchoki, tunaendelea kupambana. Tunaamini yani one day kikubwa pumzi na uzima, Mwenyezi Mungu anapojalia inshallah. Ipo siku yetu na sisi naamini milango yetu Mwenyezi Mungu ataifungua. Bana, katika ngoma zako ulizoziachia nataka kuelewa zaidi, kuna ngoma yote ulishafanya video,
ukasema sasa mimi kivyo vyote vile this time around natakiwa nitoke mjini watu wanione zaidi, si ndio? Yeah. Kwa wewe ilikuwaje? Ipo ngoma moja ambayo ipo YouTube inaitwa Umeniacha. Nilifanya na Dogo Stizo kipindiko nakumbuka Dodoma. Na vile pia manager kipindiko nakumbuka alikuwa anatusimamia Anta, DJ Anta ambaye sasa hivi yuko Morogoro samaki ndo anapiga. Na kwa sababu kipindiko ilikuwa mazingira kidogo ndo bado tupo chini tunajitafuta kwa sababu sisi tulikuwa tuna account yeye ndo ngoma ikawa ipo katika account yake yeye. Okay, lakini audio ninazo kama 2, video moja. Kwa hiyo huko una account official kabisa YouTube Audio Boom Play, yani ambazo ngoma zako mwenyewe unazipromote mwenyewe hata kama hauna manager na nini? Yani ambacho nakifanya sasa hivi na nipo kwenye programu hiyo ni nataka nifungue account yangu mwenyewe official mimi kama mimi. Nianze kufanya kazi zangu mpya kwa sababu mwaka ushabadilika tena. For sure. Nianze kufanya kazi zangu mpya, nifanye mambo yangu mengine, tuanze upya kama ilivyokuwa. Hiyo una story mpaka kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam. Story ilikuwa kwaje? Yani bwana, labda naweza nikakwambia mimi mama yangu Mgogo. Mgogo piwa kabisa, mzaliwa wa Dodoma, ila baba yangu Muyao. Sisi watu wa Tunduru huko. Mvuma huko Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kule tuna maeneo na huku tuna maeneo. Kwa hiyo kule kwa baba, huku kwa mama, kote ni nyumbani. Kwa hiyo ni mimi nikiamua tu. Na makuzi mengi ambayo mimi nimekulia kwa sababu sibi mkubwa wetu mimi Mziwanda bana sana. Kwa hiyo bi mkubwa alinichukua wakati niko mdogo, yani kanitoa huku bana nikaina karibu kwa sababu wale ndugu zangu wengine wote tayari washakuwa wanajielewa na mambo yao. Kwa hiyo nikawa naishi kule na bi mkubwa, makuzi yangu mengi. Kwa hiyo hata kuna ndugu zangu wengine huko wanajua mimi mzaliwa wa Dodoma, kwetu Dodoma, na mimi nawaitikiaga yeye kwa sababu ni nyumbani mama yangu pia. Siwezi nikakataa Dodoma na nyumbani. Right. Kuna msanii anamuita Barobaro. Wasengeli. Nadhani yeye pia anatokea huko. Si ndio? Na Barobaro unamzungumziaje? Tumeona Barobaro ni msanii wa Sengeli na ni mtunzi wa kuandika mashairi, ni mtunzi kama freestyle. Na watu wengi sana, audience ya watu wengi sana wakiwa kwenye stage anakuwa na vibe na ni mkali sana akiwa kwenye stage. Nishamuona show zake nyingi sana Longoni. Mimi pia nishakuona wewe show zako nyingi sana za mtaani. Kwa hiyo unamzungumziaje Barobaro? Alafu nitakuja kuuliza swali la pili ambalo kuhusiana na show unazozifanya in club. Umeelewa? Hilo swali litakuja kujibu mara pili. Tuzungumzie kwa kuhusiana na Barobaro. Barobaro nimemshuhudia, nimemuona, anajua, anaweza, ana uwezo. Ni msanii mkubwa, anafanya vitu ambavyo vinaenda mjini. Lakini yani kuna kitu ambacho nataka nikwambie kwamba ujue kila mtu ana wakati wake na ana muda wake na kila mtu ana fungu lake kwa Mwenyezi Mungu. Kuna kuzidiana, ndio maana ushai kujaribu kuomba support labda kwa wasanii kama Barobaro na wasanii wengine ambao unajua mimi hao anakutana nao, kwa sababu mimi nakujua wewe ni mtu wa club, ni mtu wa kutoka, umeelewa? Na unavipata hivyo vimeo mara mingi sana kwenye hizo club. Na wale unakuwa unakutana nao, umeelewa? Kuna watu wanasema kuna watu wanaitwa fagia uwanja, umeelewa? So hata wakina Barobaro pia walikuwa kama hao fagia uwanja, kina Dogo Pateni hao. Hao wote wameanza kwa fagia uwanja, afu baadaye ndipo mtu anaaminiwa, kwa sababu kama unaweza kukamata kijiji cha maeneo klabu, watu wakawa wanakusikiliza na kusherekea, wanakuja in background wanakufuata, wanakutunza, umeelewa? Mimi ni kwamba una uwezo kuwashawishi watu kufanya kitu kizuri, si ndio? So ulishe kujaribu kuomba support kwa namna moja nyingine, na si kwa Barobaro tu, kwa msanii mwingine yote mkubwa ambaye unajua mimi naweza nikaomba collab au naweza tukatengeneza kitu tofauti? Wapo ndugu zetu wengine ukiachana Barobaro, kwa sababu sina ukaribu nane, yani huyo jamaa naye wa kukaa naye karibu hivi sina, ila wapo wengine ambao tushaomba support, tushawaomba kampani. Ila wewe mwenyewe unajua haya maisha kaka bwana, kila mtu anaangalia na ugari wake. Kuna mtu mwingine unaweza kumuomba kama hivyo support, lakini unakuta tonge lake analificha. Licha hivyo unaweza ni kwamba mimi nipe support, sio kwamba nakuingilia katika kitu chako, ila kuna ile kwamba mazingira ana bullshit, so unajua wote una mara kwanza hivi, mara pili hivi, mara pili hivi. Sasa unaona about take you away, unaweza kumwambia kitu akawa anakuitikia tu sawa, tafanya au sawa hivi sawa hivi, uchoke. Sasa mwisho wa siku mimi pia binadamu, huyu mtu mmoja mbona unamkazania hivi na hivi na hivi na hivi,
mfanye ngoja nifanye na mimi. Msanii kama yupi unaweza kumtaja hapa ambao uliomba support afu baadaye ikawa makunyanzi, yani mambo ni mengi? Mimi bana sijui hata nikwambiaje kaka. Msanii kama naweza nikakwambia kama Dula. Dula naweza nikakwambia Dula Makabila. Mimi na ujamaa naye. Ndio. Naweza nikwambia ushikaji au familia, kwa sababu nishakutana naye hata kwenye mashow Dodoma, wapi klabu, kwenye show za FM nini. Na kipindi nashinda hata singeli michano ile mshindi wa kwanza Dodoma, na yenyewe mmoja wapo alikuwepo katika mazingira ya judgment yani. Kwa maana hii support ilikuwa inahitajika kubwa sana kutoka kwake. Sasa yani unakuta ile kuna mazingira baadhi, yani unakuta mtu kwa sababu yeye yake alipofikia na wewe jinsi unavyoishi anavyokukuta, yani anataka kama mfanani. Hapana, mimi bado natafuta na aso. Kwa hiyo usifosi yani unapokuwa mazingira wewe au unapokuwa wewe, mimi hapa niwe kama mimi bado, ila inapofikia hata mimi natamani na ninapenda niwe kama hivyo, ila bado haijafikia. Ndio maana tunabidi kujipendekeza kwamba support, kwamba taji bwana, ndugu zangu hivi na hivi na hivi. Okay, na unapokuwa unaenda kwenye show, maybe unakuwa umepewa taarifa mapema, au wewe mwenyewe kutokana na ratiba zako ni mtu wa ku vibe club na una kipaji unatafuta, wao wanakupa mwaliko mapema kwamba bwana leo official tutakuwa tuko na Mafionso, ndio? Kwa maana Mafionso watajiandaa na nini, kwa maana ukimaliza show kuna fungu lako pale, ndugu yangu, unakuwa unakuwekea yani kazi uloifanya. Inavyokuwa yani kuna pande mbili. Kuna wapo ambao kuna mazingira sometimes napigiwa simu kabisa mapema, au wananipa taarifa na bwana kutakuwa na hivi na hivi na hivi na hivi siku fulani, bwana ndio mapema hivi na hivi. Na kuna vipo vingine kwa sababu mimi bado naendelea kutafuta na napenda pia yani pambania na napenda nijulikane kama hao wanapojulikana. Na pia napenda muziki, yani ninapokuwa nasikia beat, ninapoenda sehemu naposikia beat na unazike hamna mwimbaji, mimi moyo yani unakunjua na mimi bwana, mimi mazingira ile mic natamani kwa unakuta ndio hivyo, na kwa sababu tunakutana na watu tunajuana nao, wanajua tunafanya nini, huyu anakuaga anafanya nini au anaimba muziki bwana ndugu yangu hivi, kwa unakuta ile vibe, lakini ile vibe linakuja linakuwa kama nimeitwa kwenye show yani una take over. Kwa hiyo unakuta dakika mwisho nikitoka pale sikuwa katika ratiba ya kulipo, lakini ile bwana ndugu yetu hii hapa bwana utafanya mazingira ya maji nini unapata chochote. Okay, tumalize tutafute beat nyingine, si ndio ya kuua, alafu tuseme asante kwa kuwa nasi. Bana, niko na Mafionso kama Dawiz au sio bana, Tuboy, na nikasema Mafionso ni mwanangu sana na nimekutana naye club same tofauti, naona anafanya kitu kikubwa. Nikasema kuna namna yoyote kumtafuta kuja hapa kwenye Freestyle 69 Media TZ kuweza onyesha kile kitu ambacho yuko nako, alafu baadaye sisi bidhaa yetu kukupa wewe, umenielewa? Sisi tukishakuletea wewe bidhaa, wewe ndio utacomment, utachagua, na kama utakuwa unahitaji kwamba aje katika nafasi yako katika show, katika maharusi, birthday, kwa sababu jamaa anaweza kufanya live, anaweza kusherehesha, ni jamani anafanya muziki wa Singeli, na tunaamini muziki wa Singeli sasa hivi uko unafika mbali sana, yani muziki mkubwa sana worldwide, au vipi bana? Big time. Sasa kwa wale washikaji bado ambao hawajapitia hawajatufollow kwenye account yetu ya Instagram, nafasi bado ni yako, ingia katika account ya Instagram, andika 69 Media TZ pale tufollow. Ukishatufollow sitakuwa tuko live na maisha yenyewe ndo haya. Kama nilivyokuambia, atupoi big time. Odinyo Star. Wewe hatari. Nipe tena wote mjini hakuna joto. Sikia aibo. Eti mama, kuna muda mimi nawaza maisha yangu yatakuwaje, Mafionso nitaishi vipi? Kuna muda nafikiria maisha yangu yatakuwaje, Mafionso nitakuwa vipi? Ndio maana napambana, mwenzenu napigana bila kuchoka, natafuta hela, mimi napambana, Mafionso napigana, natafuta hela. Kuna muda nafikiria familia yangu, nikiacha kutafuta jamani, mama yangu, ndugu zangu, baba yangu na wanangu, mama nanitegemea, baba yangu, mama yangu, watoto wanangu, mama nanitegemea.
nanitegemea. Sichoki kutafuta, mina saka natafuta hela. Eti sichoki kutafuta, na wizi anasaka natafuta hela. Ndo maana kirapa kikucha mafyoso na tupa shuka bado na momba mora mikwenda tena kutafuta. Kirapa kikucha mafyoso na tupa shuka bado na momba mora mikwenda. Sikia kutafuta. Ona maisha bongo anavotisha, afadhali ya jana kila kukicha. Hakuna hata muda wa kupumzika kama pita mbele. Ona kijana bongo anaruka, ona chezi yake jinsi anavoka. Amechoka kachaka, twisting wezi ukafarijika. Ona maisha bongo anavotisha, afadhali ya jana kila kukicha. Hakuna hata muda wa kupumzika. Basi we sirari natafuta salari mi, eti sirari natafuta salari. Ndo maana mi juakari mwenzenu na sakambari, nikienda sikosi Mungu ananijalia. Ndo maana mi sirari ninasaka salari, eti na wizi harari anasaka salari. Eti we juakari we juakari natafuta salari. Juakari 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 anatafuta salari. Usinitafute mwanangu niko bize, usinipigie na wizi niko bize. Usinitafute bakongi niko bize, usinipigie masound niko bize. Kwanza usinitafute na mama na nitegemea, usinitafute na baba na nitegemea. Kwanza usinitafute wanangu na nitegemea, usinitafute na ndugu na nitegemea. Tafuta hela, tafuta noti, tafuta hela, tafuta noti. Eti mama hapo ulipo unacheza kila upande, tena hapo ulipo unaruka kila upande. Wizi ching hapo ulipo unacheza kila upande, eti mama hapo ulipo unaruka kila upande. Sikia eti kama kweli mtafutaji piga makofi mawili. Wizi ching kama kweli unasaka hela piga makofi matatu. 69 kama kweli mnalipa kodi piga makofi matatu. Tena piga makofi mengi 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 twisting mengi 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 mengi. Eti mama inde tena inde, eti inde wanachezaje inde, wizi ching inde, eti tena inde, eti mama inde inde. Ndo maana namtafuta mdogo mdogo nimweke ndani, wewe namtafuta nipenda nimweke ndani. Mama ninamtafuta mdogo mdogo nimweke ndani, tena namtafuta na nipenda nimweke ndani. Yo toto vyovyo. Anaitwa Mafionso kutoka Dar es Salaam Tanzania, na big time kwake kwa sababu kipaji ni kikubwa na kipaji chake hii ni dhahabu, na kama si dhahabu almas, na kama si almas tunaita nini? Asante kwa washikaji zetu ambao tayari umesha subscribe YouTube channel ya 69 Media TZ. Of course the baddest ndimo mtumbadi baba lao. Hii ni 69 Freestyle. Of course tumepiga story na Mafionso, nikamwambia leo bwana unitembelee. Ilikuwa story ni mingi sana, shapigana simu baba leo mambo yalikuwa ni mengi. Respect. Lakini big time. Asante sana washikaji zetu kutoka maeneo ya Migo au sio bana? Washikaji zetu kutoka Deep Down, washikaji zetu kutoka Container, tuko live na maisha, washikaji zetu pia kutoka Mbagala, washikaji zetu kutoka Dar es Salaam kote Uswahilini. Wewe kama una kipaji, unajua kuimba sengeli, una rap, unafanya bongo flavor, big time kupitia 0770717596 unaweza kumcheki baba la watu Ching Wizi. Alafu mimi sinaga mambo mengi sana, nakwambia uko wapi na kusikiliza tu one time. Ni kweli tunaenda mjini. Asante kwa kuwa na sisi, tukutane tena wakati mwingine. Inakuwa ni time na time nzuri, time tell. Tunaondoka na hii baba. Hatuwezi kuondoka. Wewe tunaondoka. Mdogo ado tunaondoka. Jamani mdogo ado tunaondoka. Mdogo ado tunaondoka. Wizi ching bia tamu bia. Wizi ching bia. Eti bia tamu bia. Kamreso bia. Eti we na baby wangu wanichanganye ubongo. Sio kweli tena. Sio kweli. Eti we kazi
Getini kwangu wanichanganye ubongo, sio kweli tena, sio kweli. Eti mama mudumu kavipi niongeze, wewe itaka vipi niongeze, basi tungira jana wizi chingi sio poa, hawoli kunywa cha mwanangu kazingua, wewe tungira jana 69 sio poa, nimlikunywa sana wanangu kazingua, eti wenjonjo mpeleka vipi piga makofi, twende wenjonjo mpeleka vipi piga makofi, respect.